Master Cody, hivi sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii tetesi zinasema kwamba huenda mwalimu Romain Folz muda wote kuanzia hivi sasa akapewa mkono wa kwaheri. Kama shabiki wa Young Africans, taarifa hii umeipokeaje kwako wewe? Yule sisi kabla ya jana au kabla ya leo hizi tetesi kuanza kuongelea sana mitandaoni, sisi tulizungumza mapema kabisa, ni hata kabla ya ligi haijaanza. Yani alivyotambulishwa tu tukaangalia rekodi yake, akasema huyu sio mwalimu ambaye hana rekodi nzuri, hata klabu hii moja hajawahi kufika sehemu akakaa walao miezi mitatu kwa mafanikio, unaelewa. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye yani wanabahatisha ana kitu cha kuwaofa Yanga kwamba nitafanya hivi ili mradi timu ipate ushindi, unaelewa. Hizi mechi mbili ambazo tumeshinda, hii mechi moja ya ligi tuliyoshinda ni uwezo binafsi akina Pacome, lakini sio mbinu za mwalimu. Kwa hiyo mimi nadhani kama kweli mwalimu ametimuliwa ni jambo moja la msingi na la maana sana, kwa sababu mwalimu anatucheleweshea, mwalimu hana mbinu, mwalimu hana chochote ambacho wachezaji wa Yanga hawana. Yani alivyokuwa na mwalimu na wachezaji wanavyo hivyo yani. Kwa hiyo lazima uwe na mwalimu ambaye atakuwa na mbinu ambazo wachezaji hawana, ili ukiwaambia wakiswitch ile mipango yako moja kwa moja naona matokeo. Kwa umefurahishwa tetesi hizi ambazo zinasema mwalimu huenda akapewa mkono wa kwaheri? Kwa 100%. Yani mimi nimefurahi kwa 100% Romain Folz kuondoka kwenye klabu yetu. Kama kweli ameondoka basi mimi nimefurahi. Kuna baadhi ya wachambuzi wanasema pengine viongozi wa Young Africans wangeendelea kumpatia muda kutokana amekuja muda mchache ndani ya ligi kuu Tanzania bara, hayajazoea mazingira, lakini pia kikosi bado hajakizoea vizuri. Azoea ngapi? Mwalimu yuko muda mrefu toka pre-season mwalimu yupo, unaelewa. Kwa hiyo kama ni mipango ya usajili ni pia alihusika kwa asilimia fulani. Kwa hiyo hii kumuondoa, viongozi mimi nadhani hawajafanya makosa wala hawajakurupuka. Ni kama kweli wanataka kumuondoa wamuondoe, kwa sababu walikuwa naye toka pre-season. Tumecheza mechi za kirafiki Rwanda kule, tumecheza mechi zingine hapa za Yanga Day, tumecheza mechi nyingine sijui na ya kirafiki pale KMC. Ukiangalia performance ya timu yani kabisa hairidhishi, unaelewa. Na watu hawajaanza kudoubt leo, watu wameanza kudoubt muda mrefu sana kipindi cha nyuma. So kama mwalimu kweli ameondoka ni jambo moja la msingi, na tuwapigie saluti viongozi kwa kumuondoa yule ambaye ametushawisha ushindi. Of course anatutoshea ushindi, kwa sababu angalia mpaka sasa hivi mechi mbili Simba amescore magoli 6, sisi magoli 3. Yani mchezaji wa Simba ambaye ni beki ana magoli mengi, ambayo ukikompare na klabu yetu tunamshinda goli moja tu. Yani sasa hiyo inakuwaje? Kwa hiyo mwalimu mipango hana. Lakini ukiwasikiliza watani zenu wa wekundu wa Msimbazi Simba wanakuambia msimu huu ni msimu wao wa mafanikio, na tuliweza kuwasikia viongozi wa Simba wakisema msimu huu ni msimu wa moto. Of course Yani ukiangalia kwa jicho la ziada unaona kabisa Simba wako serious msimu. Ukiangalia kwa jicho ambalo sio la fitina, jicho la kinafiki, unajua kabisa hao jamaa kuna kitu ametuzidi. Yani ile timu ya Simba ni timu ya mwaka wa mbele, unaelewa. Kwa namna wanavyocheza, kwa namna ambavyo walimu wao, kwa namna ambavyo benchi la ufundi, viongozi na kila mmoja ambaye yupo Simba, unaona kabisa hii timu ni ya mwaka mbele. Ni kama bahati mbaya tu ile timu kuwepo Tanzania, lakini ile timu namna ambavyo mipango ilivyo, namna ambavyo tukiangalia nini tunasema, tukiangalia malengo ya klabu na nini, unajua kabisa hii timu malengo yao makubwa yani sio ubingwa wa ndani, unaelewa. Malengo yao makubwa ni ubingwa wa nje. Na ndio maana ukiangalia Simba, ukiangalia kwenye mashabiki wa Simba na mashabiki wa klabu yetu, mashabiki wa klabu yetu tuna doubt vitu vidogo sana ambavyo vitu vya ndani ya ligi ndio tuna doubt. Tuna hasira, tunachukua maamuzi mkononi na nini. Tumeimba nyimbo kule Mbeya ya kumuondoa nani? Mwalimu. Maana hii ndio mipango ya klabu yetu. Yani sisi lengo letu ni kuwa mabingwa wa ndani. Lakini Simba hawawezi kudoubt mashindano ya ndani. Angalia namna ambavyo Simba amefungiwa na CAF. Matatizo yote ni kwa sababu ya nini? Mechi za kimataifa, mechi za CAF, unaelewa. Kwa hiyo Simba ukiangalia mashabiki wao huwa wanafanya fujo wakiona timu yao inakosea kwenye hii ligi ya klabu bingwa. Sio ndani viongozi wa Simba au mashabiki wa Simba washasema sisi tushachukua sana huko, sio yani huko sio jicho letu, sisi jicho tunaangalia huko. Ndio. Unaona wekundu wa Msimbazi Simba ukienda kufanikiwa katika michuano ya kimataifa safari kwa namna ambavyo labda itokee mipango mingine tu ambayo ya mipango ya Mungu, lakini kwa namna binadamu walivyopanga wale binadamu wa Simba, mashabiki na kila mmoja, kwa namna walivyo switch vile, labda kutokea tu mipango ya Mungu, lakini kwa jicho la kawaida Simba anaenda kufanya vitu vikubwa sana msimu huu. Nini kimebadilika ndani ya Simba, Master? Tunaanza kwenye uongozi umebadilika, uko stable sana, yani unaelewa. Kwenye usajili, yani yule Fadu aliondoka kasajili wachezaji wazuri sana, quality players ambao ukiangalia kabisa hawa
wana uchu wa mafanikio, hawa wanaipambania klabu, hawa tayari energy wanayo, pulling na kila kitu, kwamba ni moja kwa moja tunaona kabisa Simba inaenda kufanya kitu kikubwa. Master Kodi, unaonekana unaikubali sana kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Mashabiki wa Simba wanakukaribisha unyamani. Bwana, mpira shida ya mpira ni kwamba ni ngumu sana kuhama. Yaani ukimwona mtu amehama kutoka kwenye klabu ya kwenda klabu nyingine, huyo hajahama kiuhalisia. Yaani yeye moyoni anakuwa anafurahia timu yake ya mwanzo, unaelewa? Kwa hiyo binafsi siwezi kutoka klabu yangu ya Yanga ninayoipenda kutoka utotoni nikaja kwenye klabu ya Simba ambayo inafanya vizuri. Eti kwa sababu tu inafanya vizuri nikaishabikia. No, mimi nitabaki kwenye timu yangu ya Yanga. Sema ikikosea nitakuwa nanyoosha, ili mradi timu yetu sisi pia ifanye vizuri, au timu yetu sisi pia iwe na rank ambazo zinafanana kidogo na klabu ya Simba. Ahmed Ali, Master Kodi anataka kuchora tattoo kama meneja wao mpya. Maneno yamekuwa ni mengi baada ya utambulisho, na watu wengine wanachagiza, wanasema pila mishisha limetua Msimbazi. Bwana, yani sio mbaya kwa upande wake. Kama anataka kachola anaweza kuchola, kwa sababu ni sio mbaya kusupport kwa mtu ambaye role model wako anapofanya, unaelewa. So ni jambo jema sana. Unajua yule kocha wa Simba Pantevi, ukimwangalia hivi kwa haraka unaweza kusema ni kama yule kocha wa Atletico Madrid ambaye ukimwangalia kwa haraka unaweza kusema kocha ni wa Atletico Madrid yule ambaye yani Diego Simeone, yani mbinu, kujiamini, nidhamu na kila kitu, yani sio mtu ambaye anaweza kakato kinyonge, ni mtu ambaye anajiamini, anafanya vitu vya uhakika zaidi. Shukrani sana Master Kodi. Asante sana. Chochote cha kumalizia? Bwana, cha kumalizia hapa, tusupport mpira wetu, tusupport Tanzania yetu, tufanye vitu ambavyo vinafaa. Wachezaji sana wacheze vizuri, wasichezeane rafu sana, ili mradi mpira wetu uweze kusonga. Tukicheza rafu mbaya kama hizi, tukiumizana, mwisho wa siku itakuwa akifanya kitu cha maana, yani kama tunaumizana tu kila siku. Yes, wakati wote huu ulikuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachali, lakini pia siku hii ya leo nilikuwa na shabiki kindakindaki wa Young Africans Master Kodi, ambaye tulijumuika wote hapa tukazungumza mengi ya kimichezo, hususan katika timu zote za ligi kuu Tanzania bara. Tuliwazungumzia timu yake pendwa na timu yake nambari 1 Young Africans, kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa ndani ya timu hiyo, tetesi zikisema kwamba muda wote kuanzia hivi sasa pengine tukashuhudia thank you ya mwalimu Romain Folz kutokea pale Young Africans, kutokana na baadhi ya mashabiki wa Young Africans kupendezwa na namna ambavyo timu inavyocheza. Lakini pia tuliweza kuzungumzia wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye kwa siku ya jana waliweza kumtambulisha meneja mkuu wa benchi lao la ufundi. Nyuma ya kamera amesimama Sultani Goma, ambaye yeye anasababisha kila kitu kinakwenda vizuri kabisa. Na wakati wote huu ulikuwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii kama 69 Sports.